Waislamu, tunashukuru kwanza kwa kupewa nafasi tukufu kama na hii ya kuweza kuleta wasia kidogo ya ndoa kwa ajili ya maharusi wetu wa leo. Ilikuwa tuweze tuwahusie maharusi, lakini mimi naona Mheshimiwa Eminence Sheikh Mahmoud Ndofuso amemaliza katika kugusia mwanaume na kumgusia pia mwanamke. Lakini kwa sababu Qur'ani na kitabu cha Mungu ni bahari au zaidi hata ya bahari, qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafida al-bahr, maneno ya Allah ni kama vile bahari au zaidi hata ya bahari, na hata ingelikuwa kama bahari ya dunia nzima zikusanywe ziwe wino na kalamu ziwe miti yote ya duniani, ingeisha kabla ya kuweza kumaliza kuandika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mada zipo, acha mimi nizungukie kidogo Suratul Qasas, ambayo Allah anatuzungumzia kidogo namna Nabii Musa alayhi salam alivyomuoa mke wake. Ilikuwaje? Allah anasema ya kwamba baada ya Nabii Musa kutoka katika mji wa Egypte, alikuwa akiachanisha baina ya mtu ambaye alikuwa anapigana na ndugu yake, hadha yaktatilani hadha min shi'atihi wa hadha min aduwihi. Umoja alikuwa ndugu yake, fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi, yule ambaye alikuwa adui wa yule ambaye alikuwa anapigana naye, yule ni ndugu yake na Musa, akamwomba Musa akuje amuokoe. Alipomwomba Nabii Musa aje amuokoe, Nabii Musa akamuokoa kweli. Katika kuachanisha ikafikia fawakazahu Musa, akampiga yule mtu ngumi, yule mtu akaanguka chini akafa. Alipokufa basi Musa akakimbia kutokana na hali Firauni akijua itakuwa ni hatari, akakimbia pale, anakwenda katika mji wa Madian. Alipofika katika mji wa Madian, isha kuwa usiku sana, magharibi hivi, basi aliona watu wamoja wako wanashota maji katika kisima pembeni. Walipokuwa wanashota maji, sikilizeni sehemu ambapo Nabii Musa alitoa mwanamke wake. Wako wanashota maji, akaona pembeni pana wanawake wawili ambao wanakaa pale pembeni, wanatulia vizuri, wanasubiri hao wanaume wakimaliza kushota maji ndo nao wafanye nini, waje washote, walishize mambuzi zao na minyama zao. Basi Nabii Musa alipoona hivi, kwa sababu kama mwanaume muungwana ambaye akikutana na mwanamke yuko katika shida, Uislamu unatufundisha sisi tuweze kuwa tayari kumsaidia mwanamke yule. Basi Nabii Musa alisimama na kuchukua hizo ndoo za wale wanawake na kwenda kushota maji moja kwa moja. Akamaliza mapema, kwa sababu yeye alikuwa ni mwanaume rijali, alisukumana na wanaume wenzake mpaka kalishiza maji, mbuzi za wale mabinti zikarudi mapema. Namaliza nikisema ya kwamba waliporudi sasa hao mabinti kwa baba yao alikuwa anaitwa Shuaib, ni nabii wa Mungu. Wanamwambia baba, sisi hawa tumerudi mapema. Baba anasema inakuwaje, mbona kila siku mnarudi mwisho kabisa mnapokwenda kuteka maji? Wakasema ndiyo, kwa sababu kule tulikutana na kijana ambaye ni mcha Mungu, ana nguvu, alitusaidia kulishiza hiyo minyama yetu na kutupatia maji kwa mapema kabisa. Kisha wakamwambia, ya abati stajir inna khaira man istaajarta alqawiyul amin, ewe baba, mpe ujira, umuajiri huyu kijana, anaonekana kwanza ni mgeni, hajulikani, umpatie ujira ili awe anatutumikia hapa kwetu, aendelee kulishiza minyama yetu, ili minyama zetu zipate maji kwa wakati uliokuwa mzuri kabisa. Angalia tabia nzuri ya mwanaume, tayari inasababisha mabinti wanamtetea mbele ya mzazi wao ambaye ni Shuaib, baba yao na wale wanawake. Akawaambia mwende mkamuite ule kijana. Hapa ndio nilikuwa napenda kidogo nizungumze. Ule mmoja, fajaathu ihdahuma tamshi ala istihyain, umoja katika wale mabinti akamfata Nabii Musa pale ambapo alikuwa anaikaa. Nabii Musa
Aya inasema alikuwa pembeni anaomba dua, anasema ya kwamba Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, Mola wangu hakika mimi kwa yale ambayo utakayonipatia ya kheri ninahitaji sana. Kumbe Mungu akaona kumbe wewe unahitaji ni mwanamke. Basi yule mwanamke aliyetumwa na baba yake Shuaib akafika pale, akamwambia baba anakuhitaji kule. Wanakuja naye, wanafika kwa mzee Shuaib. Cha ajabu zaidi, Shuaib akamwambia, kijana, mimi mabinti wangu hawa wamenipatia sifa zako, wanasema ya kwamba wewe ni mwenye nguvu kwanza, alafu wewe ni mwaminifu. Kutokana na hizi sifa walizonipatia, na mtume anatuambia idha jaakum man tardawna anhu dinahu wa khulqa fazawijuhu, akija mwanaume ambaye mnaridhika na dini yake na tabia yake muozesheni. Mzee akaona hakuna kazi ya kupatia wewe kijana, mimi inni uridu an unkihaka ihda binatayya hataini ala an taajurani 8 hijaj fa in atmamta 10 famin indika wama uridu an ashuqa alayka satajiduni insha Allah min as-sabirin. Akamwambia kwamba kijana, wewe nataka kupatia njoo mwanamke umuoe. Sasa nakudhihirishia watoto wangu wawili, binti zangu hawa, mmoja anaitwa Hanuna, mwingine anaitwa Safura. Sasa umchague mmoja wao umuoe, lakini kwa sharti unilishizie minyama yangu kwa miaka 8. Angalia mazingatio yenye iko hapa ni nini? Huyu mzee kama nabii alijua kama huyu mwanaume ili aoe mtoto wangu ilifo kwanza akuwe capable kukulisha mbuzi kwa miaka 8. Unajua mbuzi ukizikulisha, unakwenda kuzikunyisha maji, moja inakwenda inakutoroka inapita huku, ingine inakwenda huku, ingine inarudia huku. Ukitaka kwenda kuirudisha hii kwenye mstari, ingine isha toroka kwenye sehemu nyingine. Hii itakusaidia kuwa na subra kubwa sana, kwa sababu utakapooa sasa huyu mtoto mwanamke, uwe umeshajiandaa kisubra ili uishi na mtoto wa watu katika hali iliyokuwa nzuri sana. Na ndio maana Nabii Shuaib akawa amemuozesha Nabii Musa kutokana na subra aliyokuwa nayo ya kuichunga mbuzi kwa miaka 8. Kwa hiyo nimalize niseme ya kwamba wanawake, istausu bin nisai khaira. Mtume anatuhusia sana tuishi na wanawake kwa kheri, na nyumba ni mambo mawili, almawadda wa rahma, mapenzi na huruma. Umempata mke wako anaitwa Rahma, bimaana kwanza yeye mwenyewe kuitwa tu Rahma tayari inatosha kwamba uweze kuishi naye katika hali iliyokuwa ya huruma sana. Inshallah itakuwa ni kheri sana. Niishie hapo, ni mwachie kidogo yamini wangu Sheikh Saidi Kiwafe aweze kusema hata neno moja, Sheikh Baraka la usamahta. Karibu sana Sheikh Saidi.